Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nitakuwa nafundisha somo la nguvu ya kujua urithi wako katika Kristo. Nguvu ya kujua urithi wako katika Kristo. Watoto wa Mungu wanao urithi. Wewe uliyeokoka, kuna urithi ambao Mungu ameuandaa, na ni muhimu sana kujua huo urithi. Na wakati mwingine tunakaa katika wokovu bila kujua urithi tulionao. Waefeso sura ya 1 tutasoma mstari wa 11 mpaka wa 14, alafu tutaruka mstari wa 17 mpaka wa 19. Waefeso sura ya 1 mstari wa 11 mpaka 14, alafu 17 mpaka 19. Nasoma. Mstari wa 11 unasema, na ndani yake nasi tulifanywa urithi. Ya Kiingereza inasema, na ndani yake tulipokea urithi. Naposema maneno hayo, na ndani yake tulipokea urithi. Ndani yake manake ndani ya Kristo. Kwa hiyo na ndani yake nasi tulipokea urithi, huku tukichaguliwa tangu awali sawa sawa na kusudi lake yeye, ambaye hufanya mambo yote kwa shauri la mapenzi yake. Mstari wa 12, nasi katika huyo tupate kuwa sifa ya utukufu wake, sisi tuliotangulia kumwekea Kristo tumaini letu. Mstari wa 13, nanyi pia katika huyo mmekwisha kulisikia neno la kweli, habari njema za wokovu wenu, tena mmekwisha kumwamini yeye na kutiwa muhuri na Roho yule wa ahadi aliye mtakatifu. Mstari wa 14, ndiye aliye arabuni ya urithi wetu. Kuna watu wanapotosha kwamba hapa anapotaja arabuni anataja kule Uarabuni. Wanamtaja kiongozi mwingine wa dini kwamba ndio anayetajwa hapa. Sasa hii arabuni, neno la asili la Kiyunani ni arabon, linamaanisha dhamana. Kwa mstari wa 14 unasema ndiye aliye arabuni au arabuni ya urithi wetu, akimaanisha yeye ndiye aliye dhamana ya urithi wetu, ili kuleta ukombozi wa miliki yake kwa sifa ya utukufu wake. Sasa nasoma mstari wa 10, naruka mstari wa 17 mpaka 19. Hii ni sala aliyokuwa naombea wa Efeso. Anasema, Mungu wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo, na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo. Sura 18, na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu waaminio jinsi ulivyo, kwa kadri ya utendaji wa nguvu za uweza wake. Huo ni mstari wa 19 niliokuwa namalizia kusoma. Bwana Yesu asifiwe. Neno urithi limetajwa mstari wa 11, mstari wa 14 na mstari wa 18. Mstari wa 11 tunaona msingi wa urithi wetu ni Yesu Kristo. Yesu Kristo
yeye ndiye aliyetupatia urithi. Tumepokea urithi kupitia Kristo. Narudia kusoma mstari wa 11 ambao unasema, na ndani yake sisi nasi tulifanywa urithi. Sasa ile ya Kiingereza sahihi zaidi inasema, na ndani yake sisi tulipokea urithi. We have obtained an inheritance. Tumepata urithi. Ndani ya Kristo kuna urithi ambao wewe uliokoka umekwisha kuupata tayari. Kwa hiyo kama umeokoka, umeunganika pamoja na Yesu. Na Yesu alisema, mimi ndimi mzabibu na ninyi ni matawi. Kilichoko ndani ya mzabibu kinapita kwenye tawi ambalo ndio wewe. Ndio urithi ambao tunao tayari katika Kristo. Nitaufafanua ni urithi wa nini hapo baadaye. Lakini mstari wa 14, ndiye aliye arabuni ya urithi wetu. Hilo neno arabuni, lugha nyingine dhamana. Mdhamini wa urithi wetu ni Roho Mtakatifu. Ili urithi mdhamini wako ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu atakusaidia kuingia kwenye huo urithi. Kwa ndio hapa anasema ndiye aliye arabuni ya urithi wetu, yani mdhamini wa urithi wetu, ili kuleta ukombozi wa miliki yake, kuwa sifa ya utukufu wake. Mungu anataka watoto wake tuwe sifa ya utukufu wake. Neno utukufu kwa lugha ya asili ya Kigiriki ni neno doxa. Sema doxa. Wale ambao wanaendelea kupata watoto, unaweza kumpa mtoto doxa. Sasa neno hilo utukufu linamaanisha jinsi Mungu alivyo, yale Mungu alionayo na yale Mungu anaweza kuyafanya. Kwa Kiingereza tunasema what God is, what God has, what God can do. Kwa hiyo neno utukufu, ili tuwe sifa ya utukufu wake, manake tuwe vile Mungu alivyo, yale Mungu alionayo na yale Mungu anayoweza kuyafanya. Hilo ndio lengo la Mungu. Tunapoingia kwenye urithi, Roho Mtakatifu ndiye mdhamini ili tufikie vile viwango. Wakati mwingine tumeokoka, tunatembea chini ya viwango vile ambavyo Mungu amevikusudia. Lakini saa inakuja, watoto wa Mungu wanaamka, wanaanza kujitambua wao ni nani katika Kristo, wana nini katika Kristo, na wanaweza kafanya nini katika Kristo, kwa sababu wanaujua urithi wao. Ule mstari wa 17 ni sala ambayo alikuwa anaombea wa Efeso. Hii sala na mstari wa 17 mpaka 19 ni sala ambayo nimekuwa nikiomba mara kwa mara. Nilijifunza miaka ile ya 80 kwa mtumishi wa Mungu marehemu Kenneth Hagin. Kuna wakati alikuwa anaomba hii sala, anazirudia ya Efeso 1:17 mpaka 19 na wa Efeso 3:14 mpaka 20. Akawa naomba hizi sala mpaka baadaye roho ya hekima na ufunuo ikaanza kudhihirika na maisha yake yakabadilika, huduma yake ikawa imepata mageuzi. Kwa hiyo kwenye hii sala anasema, Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape vitu viwili, roho ya hekima na ufunuo katika kumjua yeye. Roho ya ufunuo inakupa maarifa ya ufunuo. Kuna maarifa ya akili, lakini kuna maarifa ya ufunuo. Sababu umefunuliwa, unapata vitu fulani, unaanza kuona kwamba huu ugonjwa sio haki yangu, kwa sababu nimefunuliwa kwamba kwa kupigwa kwake Yesu mimi nimepona. Kwa hiyo roho ya ufunuo inakupa maarifa ya ufunuo. Lakini roho ya hekima kibibilia ni uwezo wa kutumia maarifa kwa faida. Kuna watu wana maarifa lakini yale maarifa hayawasaidii. So ukipata roho ya hekima ni uwezo wa kutumia maarifa ulionayo kwa faida yako.
Sijui kama tuko pamoja. Alafu mstari wa 18 anasema macho ya mioyo yenu. Kwa mtu akipata roho ya hekima na ufunuo, macho ya moyo wake yatiwe nuru, yanatiwa nuru, ili ajue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo. Kwa hiyo macho ya moyo wake akitiwa nuru, unajua tumaini la mwito wake jinsi lilivyo. Na urithi huu tulioangalia katika maandiko, kuna urithi wa sasa, kuna urithi ujao. Tunapozungumzia tumaini, tunazungumzia juu ya urithi ujao. Ni muhimu pia macho yetu yatiwe nuru, tujue mwisho wetu utakuweje. Watu ambao tumaini lao halijafunuliwa, ni rahisi kumwacha Yesu, ni rahisi kurudi nyuma kwa sababu ya majaribu wanaokabiliana nayo. Kwa hiyo anasema macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo, kujua ule mwisho. Lakini pia anataja urithi wa sasa, anasema na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo. Amepamba kidogo lugha yake. Utajiri, hebu sema utajiri. Sema utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo. Kwa hiyo Mungu anataka tujue utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo. Ndani yako wewe Mungu amewekeza nini? Na anaweza kafanya nini kipindi hiki cha sasa? Kwa tuna urithi wa sasa, tuna urithi ujao. Sasa kuna Wakristo wengine ambao kila kitu wanataka ni baadaye. Wakifika mbinguni ndio watatajirika, wakifika mbinguni ndio watafanikiwa, wakifika mbinguni ndio wataponywa. Sababu kule mbinguni hamna magonjwa, hamna kilio. Kuna vitu kama 7 vitatoweka kwenye Ufunuo 20, 21 na 22. Anataja mambo kama 7 hivi yatakayotoweka. Kilio kitatoweka, hata usiku nao utatoweka. Bahari ya Hindi haitakuwepo kule mbinguni, hatutakuwa tunapakana na. Kwa hiyo kuna vitu vitakuwa ni kwa heri. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ni muhimu tuanzie kwenye urithi wa sasa. Tusisubiri tule tukifika kule kwa Baba vitu ndio baraka tele tele. Hata hapa pia Mungu anataka upate baraka tele tele. Tunaanza kuogelea kwenye mafanikio kuanzia sasa. Tunaogelea kwenye baraka kuanzia sasa. Tunatembea kwenye mpenyo kuanzia sasa. Hatusubiri tufe ili tuingie mbinguni na kupata zile baraka tu za mbinguni. Hata sasa kuna urithi ambao Mungu anataka tuonje. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuangalie Wakolosai sura ya 1 mstari wa 12 mpaka 14. Wakolosai sura ya 1 12 mpaka 14. Mkimshukuru Baba aliyewastahilisha kupokea sehemu ya urithi wa watakatifu katika nuru. Angalia ya maneno, mkimshukuru Baba mkimshukuru Baba aliyewastahilisha kupokea sehemu ya urithi wa watakatifu katika nuru. Kwa hiyo kama tunashukuru kwa urithi wa sasa, ina maana kuna vitu tunavyo hatuhitaji kuomba, tunahitaji tu kujua na kuvipokea. Vinakuwa ni vya kwetu. Hatuhitaji tupate ukombozi. Ukombozi tayari tulisha upata na ulishagharamiwa. Na anaendelea mstari wa 13 na 14 kufafanua hilo. Kwa hiyo mstari wa 12, mkimshukuru Baba aliyewastahilisha kupokea sehemu ya urithi wa watakatifu katika nuru.
naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Mstari wa 14, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yani msamaha wa dhambi. Katika yeye tuna ukombozi. Sio tutapata ukombozi tukifika mbinguni, tunao ukombozi tayari sasa hivi. Tumekombolewa tayari. Ukombozi ni mali yetu. Kwa hiyo neno linasema tuna ukombozi. Sasa maandiko kama haya ni ya muhimu sana Wakristo kujua ukombozi huu unamaanisha nini. Kwa hiyo anaanza mstari wa 12 kwamba tukimshukuru Baba aliyostahilisha kupokea sehemu ya urithi wa watakatifu. Kwa kuna vitu vingine sio vya kuomba, kama Mungu nipe, maana watu tunakuwa omba wa vitu ambavyo tayari Mungu amesha kutupa. Itakiwa tu kuanza kushukuru. Mwinjilisti mmoja aliumwa, hata huduma ikabidi kae pembeni, ameumwa kweli kweli. Ikabidi aende kuishi kwa wakwe, kwa sababu tunapokuwa mgonjwa wakati mwingine una maamuzi, kuna watu wengine wanaamua. Kwa akaenda kwa wakwe na akatuma maombi ya kuomba watu wa Mungu duniani wamuombee. Na watu wa Mungu wakaomba, lakini bado mwinjilisti huyu hakupona. Siku moja akiwa kule kwa baba mkwe akaamua kwenda polini ili kuomba Mungu aweze kumuonekania. Lakini alivyotafakari maelfu ya watu walioomba, badala ya kuomba akaanza kusifu, akaanza kushukuru. Baada ya dakika kadhaa za kusifu na kushukuru, uponyaji ukawa umeshuka kwenye mwili wake. Maana alivyoenda kule kwenye kipoli akisema kama nikufa nifie huku kwenye kipoli, kama Mungu hatanitokea. Kitakachokuja kuwaonyesha ni nzi wanaofuata harufu ya maiti iliyoanza kuoza. Kwa alivyoanza kusema Mungu sifiwe, Mungu sifiwe, akaanza tu kusifu, uponyaji ukadhihirika. Maana alitafakari, alisema maelfu ya watu wameniombea, sasa mimi siongezee maombi niliyokwisha kuombewa. Akaanza kusifu. Ndio hii anayosema katika Wakolosai 1:12, mkimshukuru Baba aliyowastahilisha kupokea sehemu ya urithi wa watakatifu katika. Kwa kuna vitu vingine sio vya kuomba kama omba, unaanza kushukuru kwa sababu Mungu tayari ameshafanya. Hebu mfikiria tajiri mmoja hapa Ikule ametoa milioni 10 kwa mchungaji Mariamu kwa ajili ya kukamilisha vitu fulani vya kanisa. Ameshakupa tayari hizo fedha, alafu kesho unarudi tena kwamba naomba unipe 100,000. Yule tajiri atakuelewaje mchungaji? Sijana ameshatoa hela tayari, alafu unaenda tena kuomba 100,000. Sasa wakati mwingine watoto wa Mungu ndio tunavyofanya. Tunamuomba Mungu vitu ambavyo tayari amesha kuvifanya, badala ya kushukuru, badala ya kusifu. Sijui kama tuko pamoja. Twende kwa Wakolosai 3:24. Wakolosai 3:24. Mkijua ya kuwa mtapokea kwa Bwana ujira wa urithi, mnamtumikia Bwana Yesu Kristo. Mkijua ya kuwa mtapokea kwa Bwana ujira wa urithi. Huu ni urithi ujao. Kuna kupokea ujira baada ya kifo. Kwa wale walikuwa wakimtumikia Mungu kwa bidii, wanafanya kazi ya Mungu, kutakuweko na kulipwa na Bwana. Bwana ataiangalia kazi waliokuwa wanafanya. Kwa hiyo hapo mstari unataja urithi ujao tutakaoupata
kule mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Twende kwenye Petro wa pili. Petro wa pili sura ya kwanza mstari wa 3 na wa 4. Kwa kuwa uweza wake wa uungu umetukirimia vitu vyote vipasavyo uzima na utauwa, kwa kumjua yeye aliyetuita kwa utukufu wake na wema wake mwenyewe. Mstari wa 4, tena kwa hayo ametukirimia ahadi kubwa mno za thamani, ili kwamba kwa hizo mpate kuwa washirika wa tabia ya uungu, mkiokolewa na uharibifu uliomo duniani kwa sababu ya tamaa. Sasa hii mstari inataja sehemu ya urithi tulionao. Mstari wa 3 unasema, kwa kuwa uweza wake wa uungu umetukirimia vitu vyote vipasavyo uzima na utauwa. Umetukirimia, sio utatukirimia. Kukirimiwa manake ni kupewa kitu bure. Uweza wake wa uungu umetukirimia vitu vyote vipasavyo uzima na utauwa. Kwa hiyo kuna vitu tayari tumeshakirimiwa, lakini sharti ule mstari wa 3 unasema kwa kumjua yeye aliyetuita kwa utukufu. Neno lile kumjua kwa lugha ya asili nishawahi kulitafiti, ni neno epignosis, ambalo linamaanisha maarifa sahihi, maarifa kamili, maarifa yaliyojaa. Lakini maana nyingine nzito ya ndani, mwenye maarifa haya anashiriki katika kile anachokijua. Wakati mwingine unaweza kuwa unajua kuhusu mafanikio, lakini ukawa haushiriki kwenye mafanikio. Kwenye maarifa haya anasema kwa kumjua, maana kuwa na maarifa sahihi, maarifa yaliyojaa, maarifa kamili. Na mwenye maarifa hayo anashiriki katika kile anachokijua. Kwa haya maarifa ni maarifa ya ufunuo. Na mstari wa 4 unasema tena kwa hayo ametukirimia ahadi kubwa mno za thamani. Kwa hiyo sehemu ya urithi wetu ni zile ahadi ambazo Mungu ametupa kwenye neno lake. Mwandishi mmoja anakadiria ahadi, Biblia ina ahadi zaidi ya 7,000 kama na 900 hivi, zinakaribia karibu kwenye 8,000. Katika hizo 7,000 na wewe unajua ahadi ngapi? Na unatumia ahadi ngapi kama Mkristo? Kwa unaweza kaona ule urithi ulionao hautumii ile vile inavyotakiwa. Kwa hiyo tumekirimiwa ahadi, na lengo la hizi ahadi ili tupate, ametaja vitu viwili hapa. Anasema ahadi kubwa mno za thamani, ili kwamba kwa hizo mpate kuwa washirika wa tabia ya uungu, mkiokolewa na uharibifu uliomo duniani. Kwa hiyo tunapotembea kwenye hizi ahadi ambazo Mungu ametukirimia, tunakuwa washirika wa tabia ya uungu. Tunashiriki vile Mungu alivyo. Mungu sio maskini. Kwa hiyo ukishiriki Mungu vile alivyo, na wewe unaanza kuonja utajiri na mafanikio, vinakuwa sehemu ya maisha yako. Mungu wetu sio Mungu wa mambo madogo madogo. Kwa hiyo hata wewe bila kujali uko wapi, unaweza kufanya mambo makubwa makubwa, hata watu wengine wakaanza kuonea wivu, kwa sababu Mungu uliye naye ni Mungu wa mambo makubwa, ambaye amesema kwenye Yeremia 29:11, na ajua mawazo nayowazia ninyi, asema Bwana, mawazo ya amani, kuwapa tumaini siku zenu za mwisho. Tafsiri moja ya Kiingereza ya New International Version inasema
For I know the plans that I have for you, plans to prosper you. Naijua mipango nayoipanga kwa ajili yenu, mipango ya kuwafanikisha. Kwa hiyo Mungu ana mipango ya wewe kufanyaje? Kufanikiwa. Mungu ana mipango ya wewe kuwa chini. Mungu ana mpango wa wewe kuinuliwa. Na kwenye hii tafsiri ya kawaida ya Kiswahili, najua mawazo nayowazia ninyi, mawazo ya amani. Neno amani kwa Kiebrania neno shalom. Sema shalom. Baadhi ya wapendwa siku hizi wanasalimia shalom. Ni salamu ya Wayahudi. Wayahudi wanasalimiana hiyo shalom, kwamba amani yako ikoje. Na neno shalom manake afya, mafanikio, usalama, kuendelea vizuri. Vyote viko ndani ya shalom. Kwa hiyo afya, mafanikio. Kwa hiyo Mungu ana mawazo ya shalom, mawazo ya afya, mawazo ya mafanikio, mawazo ya usalama. Ndio mawazo anayokuwazia wewe Mungu. Hakuwazii mawazo ya kushindwa. Wewe mwenyewe unaweza kawa unajiwazia kushindwa. Maana adui mkubwa wa maisha yako ni wewe mwenyewe. Kwa nini unaweza kawa unatafuta wachawi? Kumbe wewe mwenyewe ndio unaweza kawa mchawi wa maisha yako, au kawa mtengenezaji wa maisha yako, kawa ni wewe mwenyewe. Mtengenezaji au mchawi wa kuloga kwa sababu ya mawazo yako unaowazia. Badala ya kujiwazia vile Mungu anavyokuwazia, ukawa unajiwazia chini ya Mungu vile anavyokuwazia. Mungu anatuwazia ushindi. Mungu anatuwazia kupenya. Mungu anatuwazia kufanikiwa. Mungu anakuwazia wewe afya. Kwa hiyo Mungu ana mawazo ya amani kwa ajili yako. Na nimekuletea habari njema kwamba Mungu anawawazia mema watu wa Ikule. Mwaka huu utaanza kupenya. Mwaka huu utaanza kutoboa. Mahali ulipokwama Mungu anaenda kukwamua. Kwa sababu anakuwazia mawazo ya amani. Kwenye Zaburi 35:27 anasema Mungu anapendezwa na amani ya mtumishi wake. Sasa hilo neno amani ndio hilo shalom. Kwa Mungu anapendezwa na shalom yako, afya, mafanikio, kuendelea vizuri. Tafsiri moja ya Kiingereza badala ya kutaja amani inataja anayependezwa na mafanikio ya mtumishi wake. Who has pleasure in the prosperity of his servants. Kwa hiyo Mungu anapendezwa watoto wake tunapofanikiwa. Na nafikiri kesho naweza nikagusa kidogo somo la mafanikio. Maana mafanikio ni sehemu ya urithi wetu. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi mnanielewa? Kwa hiyo ahadi za neno la Mungu zinabeba urithi wako. Hebu nikuonyeshe kwenye Isaya 54:17. Isaya 54:17. Labda nisome 14 na 15 alafu ni Luke 17. Hizi ni ahadi Mungu anakuahidi wewe. Anasema utathibitika katika haki, utakuwa mbali na kuonewa. Kwa maana utaogopa, na mbali na hofu, kwa maana haitakukaribia. Utathibitika katika haki, utakuwa mbali na kuonewa. Wewe sio mtu wa kuonewa. Maonevu hayatakuwa sehemu ya maisha yako. Mungu anakuahidi kwamba utakuwa mbali na kuonewa. Utakuwa mbali na maonevu ya magonjwa. Utakuwa mbali na maonevu ya kichawi. Wachawi hawawezi kufanya jalala lao la kukutembelea wewe. Kwa sababu wewe ni mtu usiyelogeka. Nasema wewe ni mtu usiyelogeka. Mstari wa 15, tazama yamkini watakusanyana,
lakini si kwa shauri langu. Watu wote watakao kusanyana juu yako wataanguka kwa ajili yako. Kwa hata wachawi wa kukusanyana yako wanaanguka kwa ajili yako. Alafu Isaya 54:17, kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa, na kila ulimi utakaoinuka juu yako katika hukumu utauhukumu kuwa mkosa. Huu ndio urithi wa watumishi wa Bwana, na haki yao inayotoka kwangu mimi, asema Bwana. Unaona hapa anasema huu ndio urithi wa watumishi wa nani? Kwa hiyo ahadi Mungu anazotuahidi zinakuwa urithi wetu. Huu ndio urithi wa watumishi wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kama unaomba ulinzi, kitumia Isaya 54:17, kila silaha itakayofanyika juu yangu haitafanikiwa. Kila ulimi utakaoinuka juu yangu nitahukumu kuwa mkosa. Ninahukumu kila ulimi kuwa mkosa kinyume na maisha yangu. Wachawi huwa wanaloga kwa maneno. Wakati mwingine tunapoomba tunabidi tujikungute na maneno mabaya yanayotamkwa. Nilijifunza hilo jambo mwaka 2015. Nilikuwa naomba pale kanisani kwangu Ubungo, Dar es Salaam. Wakati naomba, Roho wa Mungu akasema, futa maneno mabaya yanayotamkwa juu ya kanisa. Nilipofuatilia kwenye Biblia nikakuta kuna vipengele vinavyozungumza juu ya vita ya maneno. Nikapata kwa mfano Ayubu 5:21. Kuna mdudu hapa naona yuko mlangoni, kama mtu anaanza kumtoa ili simizi wasiongezeke. Ayubu 5:21 inasema, utafichwa na mapigo ya ndimi, wala usiogope uharibifu wao utakapofika. Utafichwa na mapigo ya ndimi. Kwa Mungu anakuahidi kwamba atakuficha, atakulinda na mapigo ya ndimi. Watu wanapopiga, baadhi ya watu wanapiga pitia ndimi. Na nakumbuka kuna watu nikasikia mchungaji fulani alitoka dhehebu fulani. Sasa kakundi ka maombi kule alikotoka wakaanza kumwombea mambo mengine ambayo hayaeleweki. Sasa sijasema na nyie mnaombewa hivyo. Sijasema hivyo. Kuna mchungaji kule Dar es Salaam alikuwa anaombewa, na mchungaji mmoja akawa na mke wake. Baadhi ya wana maombi wakawa naomba yule mama mchungaji afe, afu akamwandaa mama mchungaji mwingine, na mama mchungaji akafa kweli. Kwa hiyo kuna mama mchungaji mwingine naye akawa naombewa ili aondoke duniani, na wameshamwandaa mama mchungaji mwingine, lakini mama mchungaji huyo akawa na macho ya kiroho, akawaona akakataa yale makombola yao. Hakufa, yuko hai mpaka sasa. Kwa hiyo kuna watu wengine wanaanza kawa wanakuombea mabaya. Ni muhimu kufuta maneno mabaya. Sasa sio somo langu hilo, natoa tu mfano kwamba ahadi za Mungu zinaweza kuwa urithi wako. Zaburi 31:20 ni ahadi ambayo inatuahidi pia kuhusu maneno. Anasema, utawasitiri katika stara ya kuwapo kwako, utawaficha katika hema na mashindano ya ndimi. Kwa hiyo Mungu anaanza kukuficha na mashindano ya ndimi. Kuna ndimi zinazoshindana na wewe. Kuna ndimi zinazokuwa zinashindana na kanisa hili,
ni muhimu kuzishughulikia. Kufuta maneno mabaya, kuharibu katika jina la Yesu, na kutamka kwamba kila silaha itakayofanyika juu ya kanisa hili halitafanikiwa. Kila ulimi utakaoinuka juu yangu nitahukumu mkosa, na hukumu kuwa mkosa kila ndimi zilizo kinyume katika jina la Yesu. Kwa hiyo ahadi za neno la Mungu ni urithi wetu. Sio kama nimeeleweka hapo? Lakini zaidi ya ahadi, kuna kitu kinaitwa kweli za kuwa ndani ya Kristo. Kweli za kuwa ndani ya Kristo. Hebu niwape mfano ya hizi kweli za kuwa ndani ya Kristo. Mistari mingine sio ahadi, ni kweli. Bwana asifiwe. Kwa mistari mingine sio ahadi, ni kweli. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuangalie Yohana 1:16. Yohana 1:16 ni mojawapo wa mistari ya kuwa ndani ya Kristo. Kwa kuwa katika utimilifu wake sisi sote tulipokea, na neema juu ya neema. Kwa kuwa katika utimilifu wake sisi tumefanya nini? Tulipokea, sio tutapokea. Tulipokea. Kwa hiyo tumekwisha kupokea ule utimilifu wake. Lakini sio hivyo, neema juu ya neema. Huo utimilifu tuliopokea ni neema juu ya neema. Bwana Yesu asifiwe. Kompyuta imenigomea kidogo kwenda kwenye faili lingine. Kuna nani haonekana, lakini twende kwenye mifano. Nimesema Waefeso. Yohana 1:16. Twende Kolosai 1. Wakolosai 1:13-14. Hebu tuangalie hapo mara moja. Kolosai 1. Naye alituokoa katika nguvu za giza. Biblia haisemi naye atatuokoa. Alituokoa. Tafsiri ya Kiingereza inasema alitufungua na mamlaka ya giza. Kwa hiyo hatuko tena kwenye mamlaka ya shetani. Naye alituokoa na mamlaka za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, ambaye katika yeye tuna ukombozi. Hayo maneno mmeyasikia? Katika yeye tuna ukombozi. Manake ukombozi tunao tayari. Sio ahadi. Ingekuwa ahadi angesema ambaye katika yeye tutakuwa na ukombozi. Lakini hapa anasema ambaye katika yeye tuna ukombozi. Ukombozi ni wa kwako. Ulikwisha kukombolewa. Na Galatia 3:13 na 14 inasema Kristo alitukomboa na laana ya torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu angikwae juu ya mti. Mstari wa 14, ili baraka wa Ibrahim ipate kuajilia mataifa katika Kristo, tupate kupokea ahadi ya Roho kwa njia ya imani. Sasa hiyo mistari sio ahadi. Kristo alituokoa. Maana tayari alituokoa, alitukomboa na laana ya torati. Laana ya torati ni nini? Kumbukumbu 28:15 mpaka 68 inaorodhesha magonjwa,
umaskini, kushindwa, kuonewa ni sehemu ya laana ya torati. Kwa hiyo hauko tena kwenye laana ya magonjwa, laana ya umaskini, laana ya kushindwa. Wewe sio mtu wa kushindwa. Haijalishi uko wapi, Mungu yuko pamoja na wewe. Mungu anatenda kazi ndani yako na anataka kuinua katika maisha yako. Alikukomboa na laana ya torati. Na sio tu kwamba tumekombolewa na laana ya torati, ili baraka ya Ibrahim ipate kuajilia mataifa. Tumepokea baraka ya Ibrahim, mafanikio, utajiri, uponyaji. Tunakumbuka Sara alikuwa tasa. Baraka za Ibrahim zilimletea mtoto katika kipindi cha uzee. Kwa Mungu hakuna lisilowezekana. Kwa Mungu yote yanawezekana. Yasiyowezekana kwa wanadamu, kwa Mungu yanawezekana. Kwa hiyo urithi wako ni wewe kutembea kwenye baraka za Ibrahim. Uponyaji ni haki yako. Afya ni haki yako. Bwana Yesu apewe sifa. Twende kwenye Wakolosai. Nilimwachia mtu achape ile mistari. Ningependa kila mtu apate kopi ya orodha ya mistari ile inayoonyesha ya kuwa ndani ya Kristo. Wewe uliokoka una nini? Unaweza kufanya nini? Hizi ambazo ni zaidi ya ahadi. Nafikiri nitawasiliana kule Dar es Salaam, anitumie kwenye WhatsApp. Alafu tufanye utaratibu wa kuiprint. Waefeso 1 mstari wa 3. Mstari wa 3 mpaka wa 7. Hiyo mistari yote sio ahadi, ni kweli za kuwa ndani ya Kristo. Atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo. Umeona hilo andiko? Aliyetubariki, sio atakayetubariki. Sasa wengi tuliookoka tunakazana kwamba Mungu nibariki, Mungu nibariki, Mungu tubariki. Sasa hapa neno linasema aliyetubariki. Mungu alisha kubariki tayari. Kuna mpendwa, wanandoa wawili walikuwa wanasafiri kwenye meli ya kifahari. Lakini sehemu za huko Marekani huko. Wamepanda, wamenunua tiketi yao kwenye ile meli. Sasa wao walitufungia chakula, tubiskuti na chizi wakaweka na nini. Wakawa wanakula kwa taabu. Kumbe ile meli waliopanda ya kifahari kulikuwa na mlo wa asubuhi, mchana, jioni. Hao wawili tu ndio walikuwa waonekani kwenye ile hoteli ya kifahari. Siku ya mwisho viti vyao vikawa viko tupu, ndio wanakula mlo wa kuagana. Kukawa na zifa, sherehe maalum ya kuagana. Wakasema kuna mtu awafuate chumba namba fulani, tumekuwa watu waone kwenye hii hoteli. Wakawafuata, wakaja kwenye ile hoteli, na meli ndio ilikuwa inakaribia kutia nanga. Kuna Wakristo wengine utafika mbinguni umechoka, shetani amekufuatilia na roho lilora umaskini, lilora magonjwa, lakini ulitakiwa uwe unakula kwenye hoteli ya kifahari, unaishi maisha yasiyo ya kawaida kwa sababu unaye Bwana Yesu. Kwa hiyo neno linasema aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni. Kimsingi hata baraka za kimwili tunaanza kubarikiwa katika ulimwengu wa roho kwanza. Hata pesa unaanza kuishughulikia katika ulimwengu wa roho. Wengi tumezoea kuomba pesa, lakini wengine tulishaachaga zamani kuomba pesa.
tunaamuru katika jina la Yesu. Tujifunza kwa watumishi wengine waliotutangulia. Mtumishi mmoja alikuwa anakazana, Mungu anahitaji pesa, afu Mungu akamwambia hizi dola za Marekani unazohitaji huko mbinguni hazipo. Hizo dola ziko huko duniani, na anayezuia hizo pesa sio mimi, ni Shetani. Kuanzia sasa marufuku, usiombe tena kuhusu pesa, ila tumia mamlaka. Sema kwa jina la Yesu, Shetani ondoa mikono yako juu ya fedha kiasi kadhaa. Na kwa jina la Yesu, malaika nendeni mkafanye fedha zije. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama yanaingia. Kwa mstari wa 4 anasema aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo. Kwa hiyo hizi baraka ziko ndani ya Kristo. Kristo ndiye mzabibu, wewe ni tawi. Kwa hiyo kuna baraka ambazo tayari zinatembea ndani yako, ila tu hujajua. Kwa hiyo wale wanandoa wawili ndio wakala mlo. Nafikiri kilo zingine walikuwa wameshapoteza kwa sababu walikuwa wamebebesha tu biskuti tu nini, ndio wanatafuna. Lakini kulikuwa na breakfast, chakula cha asubuhi, kulikuwa na lunch, chakula cha mchana, kulikuwa na supper, chakula cha jioni. Tiketi yao ile ilikuwa imeshagharamia. Ndio kawaambia hii tiketi ni pamoja na chakula cha njiani. Kwa kuna watu mtafika mbinguni, tiketi yako ya ukombozi, tiketi yako ya urithi, umefika mbinguni umechoka kweli kweli. Una mchoko. Lakini saa ya mchoko sasa inafikia mwisho katika jina la Yesu. Tunaenda kuchukua kile kilicho chetu, kwa sababu katika Kristo tunao urithi. Katika Kristo tumebarikiwa kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo. Mstari wa 4, kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Kwa hiyo Mungu amekwisha kukuchagua wewe. Amekuchagua kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu ili uwe mtakatifu. Kuna utakatifu wa matendo, lakini kuna utakatifu wa kukirimiwa, kupewa. Ulivyookoka umekirimiwa utakatifu. Utakatifu wetu hautegemei tu tunasema nini, tunafanya nini. Unategemea na Kristo amefanya nini kwa ajili yetu. Ushahidi wa hili ni Wakorinto wa kwanza 1:30. Wakorinto wa kwanza 1:30, hebu ni usome. Bali kwa yeye ninyi mmepata kuwa katika Kristo Yesu, aliyefanywa kwetu hekima itokayo kwa Mungu na haki na utakatifu na ukombozi. Kristo amefanywa kwetu mambo manne: hekima itokayo kwa Mungu, haki, utakatifu na ukombozi. Kwa Kristo ndiye ukombozi wako. Kristo ndiyo haki. Hii haki sio tu haki ya matendo. Tunapookoka tunapewa haki ambayo ni uwezo wa kusimama mbele za Mungu pasipo kuhukumiwa, pasipo kujiona wewe ni mnyonge. Hii haki inawekwa kwenye akaunti ya maisha yako unapookoka. Sijui kama mmenielewa. Nimeona kwenye mtandao kijana mmoja kwenye basi akamwona mzee. Yule mzee akampisha akakaa kwenye siti.
Yule mzee ni jaji, akawa na kesi, ameenda mahakamani. Alipomuona akaona ndio ile kijana aliyenipisha kwenye siti. Akasema hii kesi imeisha, haipo tena. Ile kijana akaanza kulia machozi. Kwa hiyo huyu kijana amehesabiwa hana hatia. Ndio hiyo haki tulionayo katika Kristo. Tumehesabiwa sio wenye dhambi, ni wenye haki, wenye uwezo wa kusimama mbele za Mungu pasipo kuhukumiwa, pasipo kujiona kwamba ni wenye dhambi. Wakati mwingine tumeokoka, lakini kuna mwingine unahukumiwa kama vile mwenye dhambi. Unaweza kukosea, lakini ukitengeneza na Mungu, Mungu anakusamehe. Waebrania 4:16 inasema basi na tukaribie kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupewe rehema na neema wakati wa mahitaji. Cha kwanza tunapoenda mbele za Mungu ni kupata rehema. Rehema inagusa mapungufu yetu, udhaifu wetu. Mungu yuko tayari kutusamehe. Mungu yuko tayari kutuondolea vile tulivyokosea. Mungu anavyokuona wewe, anakuona ndani ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo na wewe usijione kama wewe ulivyo, ujione ndani ya Kristo. Naenda Efeso 1:5. Tunarudi kwenye Efeso, maana hii wa Korinto nilikuwa natoa tu mfano ili kufafanua. Efeso 1:5. Kwa kuwa alitangulia kutuchagua ili tufanywe wanawe kwa njia ya Yesu Kristo, sawasawa na uradhi wa mapenzi yake. Kwa hiyo umechaguliwa ili ufanywe mwanawe. Wewe ni mtoto wa Mungu. Sio mtoto wa Mungu wa kawaida, ni mtoto wa Mungu ambaye umehesabiwa haki, umepewa haki maalum ya kusimama mbele za Mungu. Mstari wa 6, na usifiwe utukufu wa neema yake, ambaye ametuneemesha katika huyu mpendwa. Hayo maneno ametuneemesha katika huyu mpendwa, kwa Kiingereza nasema tumekubaliwa katika huyu mpendwa. Kila mtu aseme tumekubaliwa katika huyu mpendwa. Kwa hiyo huyu mpendwa ndio huyu Yesu. Kupitia Yesu Kristo wewe umekubaliwa. Hata kama una roho za kukataliwa, mbele za Mungu hauna roho za kukataliwa. Umekubaliwa mbele za Mungu. Mwingine unaweza kawa ulizaliwa ile wanaoita labda ajali ya kibiolojia. Baba na mama walikutana bila mpangilio, hawakuwa kwenye ndoa. Alafu wewe ukazaliwa kama ajali. Lakini hivi ambavyo umeokoka wewe sio ajali tena. Kuna kusudi na mpango wa Mungu juu ya maisha yako. Kwa hiyo umekubaliwa katika huyu mpendwa. Una kibali cha kwenda mbele za Mungu, una ujasiri wa kusogea mbele za Bwana. Efeso 1:7 yenyewe inasema katika yeye huyo kwa damu yake tunao ukombozi wetu, masamaha ya dhambi sawasawa na wingi wa neema yake. Katika yeye huyo kwa damu yake tunao ukombozi wetu. Umeona haya maneno asemi tutakuwa na huo ukombozi. Tunao tayari ukombozi wetu. Tunao manake sasa hivi ukombozi ni urithi wetu. Ukombozi sio jambo la baadaye. Tumeshakombolewa. Amen. Tumekombolewa na magonjwa, tumekombolewa na mkono wa adui shetani. Shetani hana utawala tena juu ya maisha yako. Kwa sababu umekwisha kukombolewa. Umekombolewa. Kwa hii mistari ndio hii inayoonyesha kweli za kuwa ndani ya Kristo. Iko mingi. Iko zaidi ya 100 na kitu. Inakaribia 200 na mingine ambayo
na vigezo vyake ukitaka kuijua mingine inakuwa na maneno kama ndani yake, katika yeye. Kwa mfano mstari wa 3, ndani yake Kristo. Mstari wa 4, katika yeye. Mstari wa 5, itufanywe wanawe kwa njia ya Yesu Kristo. Yesu Kristo pale ndio ile cha kujulisha kwamba ni mstari wa ndani yake. Mstari wa 7, katika yeye huyo kwa damu yake. Katika yeye huyo, alafu na kwa damu yake, inakutambulisha kwamba kuna vitu ambavyo Bwana Yesu amekwisha kufanya kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama tuko pamoja mpaka hapo. Kwa hiyo huu urithi hauji wenyewe. Inabidi ulijue neno la Mungu, lisome. Hebu tusome kwenye Matendo 20:32. Matendo 20:32. Matendo 20:32 inasema, basi sasa nawaweka katika mikono ya Mungu, na kwa neno la neema yake ambalo laweza kuwajenga na kuwapa urithi pamoja nao wote waliotakaswa. Na aweka katika mikono ya Mungu na kwa neno la neema yake. Hili neno linafanya kazi ya gani? Kazi kuu mbili. Laweza kuwatakasa. Neno linatakasa. Na sasa hivi tunakaribia kufika mwisho, wapendwa. Unyakuo unaweza kutokea wakati wote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mwenye kujitakasa na azidi kujitakasa. Sisi ndio tunatakiwa tujitakase. Kwa hiyo neno la Mungu ndio linalotutakasa, ambalo laweza kuwatakasa na kuwapa urithi. Kwa hiyo urithi bila kujua neno huwezi ukaupata. Inabidi neno ulijue. Tuko hapa kufundishana ili ufahamu wako wa neno uongezeke. Mtaifahamu kweli na ile kweli itawaweka nini? Watu wangu wanaangamizwa kwa kosa nini? Kwa hiyo shetani anaanza kupata nafasi. Kule kwetu Mbeya watu wanaruga, wanasema shetani amejiinua. Wakati shetani anajiinua, wewe ulikuwa huko umekaa wapi? Amejiinua, wewe ulikuwa wapi? Inawezekana sio shetani, kuna mahali pengine tunamsingizia shetani kwamba amejiinua, lakini kumbe ni wewe ulikuwa hujasimama kwenye nafasi yako. Bwana Yesu asifiwe. Hizo lugha za shetani amejiinua inabidi zikome. Simama kwenye nafasi yako, na Biblia inasema mpingeni shetani naye atawaa. Ukimpinga alafu akimbii, una shida sehemu. Lakini ukimpinga sawa sawa, lazima akimbie. Mtumishi mmoja usiku akatembelewa na shetani. Alipofika sebuleni akamkuta kumbe ndio wewe. Akajifunika blanketi lake akalala, wala hata hakukemea. Asubuhi akumkuta shetani. Angekuwa ni mtu mwingine hapa hata usingizi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mpendwa mmoja huwa ananipigia simu akiwa na shida ya kodi ya nyumba, anataka niombe. Nimuombee ili apate kodi ya nyumba. Lakini kuna kipindi nikamwambia ni vizuri uje nikupe maelekezo, kwa sababu huwezi ukawa unapiga kama mmoja kutoka kuokoka, akitaka kwenda kulala anapiga simu, mchungaji niombee, sasa naenda kulala. Kuna vitu vingine inabidi Mkristo afanye yeye mwenyewe. Waweza kawa anategemea kuombewa
Juzi akapiga tena simu, kuna mambo yamemtokea, akasema tuma jina lako kamili. Lakini nikawa nimetafakari, huyu mtu nikimuita ili nimuelekeze hataki kuja. Sasa fikiri nikimaliza kula inabidi nimjibu kumuelekeza, kwa sababu kuna vitu vingine unaweza kaendekeza ubovu. Uwezi ukategemea maombi ya mchungaji kwa kila kitu. Kuna vitu vingine inabidi uendeleze maombi yako wewe kama wewe. Sisemi kwamba tusiwategemea watumishi wa Mungu. Kuna mali tunabebana, tunasaidiana. Lakini na wewe pia, maana kuna mtu mwingine anapiga simu anasema mchungaji funga kwa ajili yangu. Alafu wewe unaendelea kufuturu asubuhi, mchana, jioni. Mimi ndio nibaki kwenye mfungo. Funga kwa ajili yangu. Mnanielewa? Sijajua kama huku Ikule wako watu wa jinsi hiyo. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo ni muhimu tukue kiroho, tulijue neno, tujue urithi wako, ujue ahadi mbalimbali. Hata unapoomba kwa ajili ya jambo fulani, jua mahali pa kusimamia, unasimamia wapi. Bwana Yesu asifiwe. Hivi karibuni nimekuwa nikisimamia kwenye Zaburi 92. Hii mstari nimekuwa nikiitumia, nimeona imekuwa ikileta faraja kwangu. Zaburi 92 mstari wa 10, afu mstari wa 12 mpaka 14. Bali pembe yangu umeinua kama pembe ya nyati, nimepakwa mafuta mabichi. Kwa hiyo namuomba Bwana, naomba unipake mafuta mabichi. Mstari wa 12 nasema mwenye haki atastawi kama mtende, atakuwa kama mwelezi wa Lebanon. Mungu, naomba nistawi kama mtende. Waliopandwa katika nyumba ya Bwana watastawi katika nyua za Mungu wetu. Watazaa matunda hadi wakati wa uzee, watajaa utomvu, watakuwa na ubichi. Wale ambao ni wazee wanaanza kusimama kwenye hiyo mistari. Watazaa matunda hata wakati wa uzee. Bwana Yesu asifiwe. Kumbukumbu 33 mstari wa 25 inasema kama siku zenu zilivyo ndivyo na nguvu zenu zitakavyokuwa. Wengine ambao siku zimekwenda, miaka imekwenda, unaweza kutoka kwamba nguvu zako unaona kama zinapungua. Sasa hiyo ahadi iko kinyume kabisa na hali ile halisi ya mwili. Kama siku zenu zilivyo, zinavyozidi kuongezeka, ndivyo na nguvu zenu zitakavyokuwa. Kwenye Biblia nilivyofuatilia nikagundua watu wawili hiyo ahadi ilitimia. Wa kwanza ni Musa. Katika Kumbukumbu 34:7. Nguvu za mwili wa Musa hazikupunguka wala jicho lake halikupofuka. Hebu ni usome 34:7. Musa alikuwa mtu wa miaka 120 alipokufa. Jicho lake halikupofuka wala nguvu za mwili wake hazikupunguka. Huu mstari wa Kumbukumbu 33:25 unaanza na maneno makomeo yako yatakuwa ya chuma na shaba, na kadri ya siku zako ndivyo zitakavyokuwa nguvu zako. Kwa hiyo ahadi katimia kwa Musa. Lakini mtu wa pili ambaye ahadi ilitimia ni Kalebu. Katika Yoshua 14, akiwa na miaka 84, anasema ana nguvu za kutoka. Kwa hiyo neno la Mungu wakati mwingine haliangalii hali iliyopo, linaangalia wewe unaamini nini. Ni Yoshua 14, namba nisome. Yoshua 14. Mimi nilikuwa, mstari wa 7, kuanzia 7. Mimi nilikuwa mtu wa miaka 40 umri wangu hapo Musa mtumishi wa Bwana aliponituma niende kutoka Kadeshbania ili kuipeleleza hiyo nchi. Nami nalimletea habari tena kama ilivyokuwa ndani ya moyo wangu.
Lakini wale ndugu zangu waliokwea kwenda pamoja nami waliyeyusha mioyo ya watu, ila mimi nilimfuata Bwana Mungu wangu kwa utimilifu. Mstari wa 9, kisha Musa akaniapia siku hiyo akasema, hakika hiyo nchi ambayo miguu yako imekanyaga itakuwa ni urithi kwako wewe na kwa watoto wako milele, kwa sababu wewe umemfuata Bwana Mungu wako kwa utimilifu. Sasa mstari wa 10, sikiliza haya maneno, ndio nilikuwa nayataka. Sasa basi angalia, yeye Bwana ameniweka hai kama alivyosema miaka hii 45 tangu wakati huo Bwana alipomwambia Musa neno hilo, wakati Israeli waliokuwa wakienenda barani. Na sasa tazama, hivi leo nimepata miaka 85 umri wangu. Sura 11, hata sasa mimi nina nguvu zangu hivi leo kama nilivyokuwa siku hiyo Musa alionituma. Kama nguvu zangu zilivyokuwa wakati huo, na nguvu zangu ndivyo zilivyo sasa, kwa vita na kwa kutoka nje na kuingia ndani. Kwa hiyo nimesoma Yoshua 14:7 mpaka 11. Bwana Yesu apewe sifa. Sijui kama tuko pamoja. Kwa hiyo hapa nilikuwa natoa mfano kwamba ahadi inaweza kawemo kwenye Biblia, lakini wewe hujaijua na hata utaifuatilia. Kuna ahadi zingine inabidi uzifuatilie na uzidai ili ziwe za kwako. Jamaa mmoja alikanyagwa na gari kule Nigeria. Alipokanyagwa akasimamia andiko fulani, sikumbuki ni andiko gani, na alipoenda kutibiwa hakufa yeye. Akataa roho za mauti, akakataa athari ya ile ajali. Bwana akamwokoa. Juzi nilikuwa namsikia mtu mmoja alisimamia Zaburi 34:20. Haukuvunjika mfupa hata mmoja, na yeye pia mifupa yake ikawa iko salama. Bwana Yesu. Kuna ahadi zingine hazitimii kwa sababu tu ziko kwenye Biblia. Unaweza kuwa na Biblia lakini kama ulijui neno, shetani anaanza kupata nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo urithi huu wa Mkristo ni wa muhimu sana kujua. Ni sehemu ya kufanya ukue kiroho. Ujue ahadi, ujue kweli za kuwa ndani ya Kristo, na hazitakuwa za kwako mpaka umeanza kuzitamka. Kuna mistari mingine inabidi uanze kuitamka. Wakati tunakuja njiani, kuna sehemu kabidi nimwambie na kijana wangu, usije kaona kama nimehuka. Mistari inanitoka, natamka ahadi mbalimbali, natamka nilivyo katika Kristo, natamka ahadi za mafanikio. Kwa hiyo Sauli mara ya kwanza kusafiri naye nikamwambia, usije kaona kama labda nimekuwa mweu, natamka neno, natamka ahadi. Na Biblia inasema yatakuwa yako yale uyasemayo. Yale unayoyakiri yatakuwa yako. Kwa hiyo ni muhimu sana ujue neno, lakini tamka neno. Lile neno utakalo litamka ndio hilo ambalo litakuwa halisi kwako. Masai mmoja alikuwa anachunga huko Morogoro, na hapa Mlimba ni mkoa wa Morogoro. Kuna sehemu sikumbuki ni wapi. Wakati anachunga, nyoka akaja akamrukia, akamuuma kwenye mguu. Yule Mmasai wala akubabaika, akasema mimi, akafuta pale alipoumwa, sina ratiba ya kuumwa na nyoka. Akaendelea kuchunga. Ratiba ya sumu ikayeyuka pale pale. Kwa sababu alitamka, mimi sina ratiba ya kuumwa na nyoka.
ikatosha hata ile sumu. Sasa ukiumwa na nyoka, sijasema na wewe utamke, kwa sina ratiba. Na vitu vingine vinaenda kwa mafunuo. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni Mmasai ambaye alipata virusi vya ukimwi, akamwombea kwenye simu, akapokea uponyaji. Akamwombea na mke wake, Bwana akamponya. Kwa akanitumia na ushuhuda huu wa hana ratiba ya kuumwa na nyoka. Kwa Mungu hakuna lisilowezekana. Kwa Mungu yote yanawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nawatia moyo, ni muhimu kuamka kujua urithi wako. Kuna watu wengine ambao maisha yao yamepanda juu kwa sababu ya bidii ya kulisoma neno na kulijua neno. Mhubiri mmoja alitokewa na Yesu. Alipotokewa na Yesu, akampa maelekezo ya mstari fulani. Kulikuwa na Yesu yuko kama pale, alafu hapa katikati kwa na pepo. Pepo linapiga kelele. Wakati linapiga kelele, akawa anawaza, hivi Yesu kwa nini ashughulikie ile pepo? Alafu na Yesu naye anawaza, anasema huyu mtumishi wangu hajajua mamlaka niliyompa. Katika ile hali ya hasira juu ya huyu pepo iliyokuwa inapiga kelele, akasema kwa jina la Yesu toka. Alivyosema hivyo, pepo lile likatoweka, akawa anamsikia Yesu vizuri. Alafu Yesu akamwambia, usingekemea hili pepo, mimi singeshughulikia. Alafu akamwambia, hebu nipe maandiko. Yesu akampa maandiko kama 4, 5 kwenye Agano Jipya. Akampa Marko 11, Marko 16, 17. Ishara hizi zifuatana nao waaminio kwa jina langu watatoa pepo. Kwa hiyo wewe ndio unatakiwa utoe pepo. Akampa kwenye Yakobo 4, 7 na 8. Mpingeni shetani na atawakimbia. Akampa Waefeso 4:27. Wala msimpe ibilisi nafasi. Kwa ibilisi akipata nafasi, ni wewe umempa nafasi hiyo. Kwa na akampa na Petro wa kwanza 5 mstari wa 8. Wakati anamwambia hivyo alisema, nimesoma Agano Jipya mara 150. Alafu Yesu akamnyosha kidogo akasema, pamoja na kusoma hiyo mara 150 bado kuna vitu uvijui. Kwa hiyo tunahitaji kunyenyekea. Unaweza kuwa umeisoma mara 200 Agano Jipya, lakini kuna vitu bado unahitaji pia kujifunza. Tunahitaji kuwa na ule unyenyekevu wa kuwa tayari kupokea. Bwana Yesu asifiwe. Tusimame.